Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 15 ya mwezi Julai tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Bonaventura, askofu na mwalimu wa kanisa. Baada ya Mungu, tunawiwa deni la shukrani kwa Mtakatifu Francisco, kwa mwalimu huyu wa kanisa na mhudumu mkuu wa shirika la Mtakatifu Francisco. Bonaventura alizaliwa huko Banyorea katika himaya ya kipapa mnamo mwaka 1221 na alipewa jina Yohani katika ubatizo wake. Akiwa mtoto wa miaka minne aliugua sana kiasi kwamba madaktari walishindwa kumtibu. Hapo mama yake aliharakisha kwenda kwa Mtakatifu Francisco, ambaye kwa wakati huo alikuwa akihubiri karibu na nyumbani kwao, na kumwomba aje kumponya mtoto wake. Mtakatifu Francisco alisikiliza ombi la mama huyu na alimwombea mtoto, na mara alipona. Inasemekana kwamba Mtakatifu Francisco alitamka maneno ya kinabii, "O Bonaventura," maana yake heri itakayokuja. Kwa sababu hii mtoto aliitwa Bonaventura. Akiwa amejaliwa vipaji vya kimaumbile na neema ya kulelewa katika uchaji wa Mungu, Bonaventura aliingia shirika la Mtakatifu Francisco akiwa bado kijana. Alipomaliza mwaka wake wa majaribio vizuri, aliendelea na masomo yake chini ya uangalizi wa Alexander wa Hales. Alexander hakujua kwa hakika ni lipi la kustaajabia zaidi, vipaji au fadhila za mtakatifu huyu kijana. Alizoea kusema, yaonekana kwamba dhambi ya Adamu haikumgusa kijana huyu. Wakati wa wanafunzi wake, Bonaventura alitolea muda wa saa nyingi katika kutafakari mateso ya Kristo, na alikuwa mfuasi mwenye bidii wa Maria Mbarikiwa. Inasemekana kuwa Bonaventura alipoacha kupokea Ekaristi takatifu kwa muda, kutokana na unyenyekevu wake, malaika alikuja na kuweka hostia takatifu katika ulimi wake. Baada ya upadirisho wake, alitolea nafsi yake kwa bidii isiyo ya kawaida kwa ajili ya wokovu wa roho. Kwa sababu ya elimu pana na ya kina aliyokuwa nayo, aliteuliwa kuwa profesa wa teolojia katika chuo kikuu cha Paris mapema akiwa bado kijana wa miaka 27. Wakati ule Bonaventura na Thomas wa Aquino wa shirika la Mtakatifu Dominiko walitia mwanga katika chuo hicho. Gerson, mkuu wa chuo, aliwahi kusema kwamba chuo cha Paris labda hakijawahi kuwa na mwalimu shupavu zaidi kuliko Bonaventura. Alishika teolojia kwa moyo na akili ambayo ilitoa mwanga katika matendo na maneno yake. Siku moja Mtakatifu Thomas alimtembelea Bonaventura aliyekuwa katika harakati za kuandika kitabu juu ya maisha ya Mtakatifu Francisco. Alimkuta Bonaventura amenyanyuliwa juu na kuzama katika taamuli. Kwa heshima alirudi nyuma akiwaambia ndugu zake, tumwache mtakatifu aandike juu ya mtakatifu. Katika tukio jingine, Mtakatifu Thomas alimuuliza Bonaventura kwamba ni katika vitabu gani alipata elimu hii ya pekee. Bonaventura alinyoshea kidole msalaba kwamba ndiyo maktaba yake. Mnamo mwaka 1257 mwenye heri Yohane wa Parma alipoacha ofisi ya kuwa mhudumu mkuu, Bonaventura moja kwa moja aliteuliwa kwa mapendekezo ya mwenye heri Yohani ili aweze kushika nafasi yake. Aliongoza shirika kwa muda wa miaka 18 na kuratibisha kila kitu kilichohusika na maisha ya konventi
na yale ya nje ya ndugu katika hali ya uangalifu na busara, hivi kwamba anatambulika kama mwanzilishi wa pili wa shirika. Wakati huo Bonaventura alikuwa na umri wa miaka 39. Pamoja na changamoto nyingi, aliweza kupambana na wazushi wa Observanti waliosisitiza kushika neno kwa neno kanuni ya Mtakatifu Fransisko wa Asizi na wakonventuali walioshika kanuni ya shirika bila kukazia mno. Bonaventura aliweza kushikilia uwiano kati ya makundi haya mawili, na hivyo anaitwa mwanzilishi mwenza wa shirika. Mnamo mwaka 1263 Bonaventura aliamuru kengele igongwe na salamu Maria isaliwe usiku wa manane katika kila nyumba, ili kuheshimu kupashwa habari Bikira Maria, kwa kuwa inaaminika kuwa Maria alipashwa habari wakati huo. Mtindo huo ndio ulioleta baadaye katika kanisa utaratibu wa kusali malaika wa Bwana. Mojawapo ya nyumba kongwe huko Roma ilianzishwa na Bonaventura kwa heshima ya Bikira Maria, na kwa ruhusa ya rafiki yake Mfalme Louis wa Ufaransa alitunga ofisio ya mateso. Mnamo mwaka 1265 wakati Papa Clementi wa 4 alipomteua Bonaventura kuwa askofu mkuu wa York, Bonaventura alikataa wadhifa huo. Hata hivyo, miaka 8 baadaye alikubali kwa shingo upande kuchukua wadhifa huo na akateuliwa kuwa pia kardinali wa Albano. Ujumbe wa kuteuliwa kwake kuwa kardinali ulitumwa kwake na Papa Gregori wa 10 katika nyumba aliyokuwepo karibu na Florensi. Walioleta ujumbe huo walimkuta akiosha vyombo, na aliwaambia watundike kile kikofia cha kikardinali kwenye mti hadi hapo atakapomaliza kuosha vyombo. Kwa matendo na maneno, Mtakatifu Bonaventura alitetea shirika dhidi ya wapinzani wakuu na wasomi. Konventi za Kifransisko zilikuwa tayari zimeanzishwa duniani kote. Bonaventura alizigawa katika provinsia mbalimbali. Pia aliweka sheria kwa ajili ya kushika kanuni kiaminifu, ambayo ni msingi wa katiba ya shirika. Wakati huo huo alimsikiliza kwa saburi ndugu mdogo kabisa, na wakati mwingine alifanya kazi za kawaida katika konventi. Aliamuru kengele ya malaika wa Bwana igongwe kila siku katika makanisa yote ya Wafransisko. Desturi hii nzuri mara moja ilienea katika kanisa Katoliki. Licha ya kazi zote, kutokana na uongozi wake muhimu, bado Mtakatifu Bonaventura alipata muda wa kuhubiri na kuandika vitabu vya elimu ya juu na vya mambo matakatifu. Mara nyingi alikataa madaraka katika kanisa. Hata hivyo, mnamo mwaka 1273 Papa Gregori wa 10 alimwamuru akubali uaskofu wa Albano na hadhi ya ukardinali. Baba Mtakatifu mwenyewe alimpa daraja la uaskofu na kumfanya kiongozi wa mtaguso wa Lioni. Papa na mababa wa mtaguso walifurahishwa sana. Hata Wagiriki waliokuwa wamejitenga walihudhuria mtaguso huo. Walipofika, Bonaventura alitoa hotuba iliyoanza na maneno yafuatayo: Amka, e Yerusalemu, na simama juu kabisa. Angalia mashariki, tazama watoto wako wamekusanyika pamoja toka pande liangazako jua hata machweo yake. Kutokana na juhudi zake, kanisa la mashariki walijiunga tena na kanisa la Roma. Papa Gregori wa 10 alimwagiza aandae mtaguso mkuu wa 4 wa Lioni mnamo mwaka 1274. Wakati wa mtaguso huu, Bonaventura ndiye aliyeongoza majadiliano kwa niaba ya papa, ingawa papa alikuwepo.
lakini kutokana na uchovu wa kazi nyingi aliugua baada ya kikao cha 3. Mwisho wa maisha yake ukaja haraka. Baba Mtakatifu mwenyewe alimpa mpako wa wagonjwa. Macho yake yakielekea msalaba, Bonaventura alikufa usiku wa tarehe 14 kuamkia tarehe 15 ya mwezi Julai mwaka 1274. Mara chache yametokea mazishi makubwa kama hayo. Baba Mtakatifu na washiriki wote wa mtaguso walihudhuria. Kutokana na upendo wake mkubwa unaobainishwa na maandishi yake, anaitwa mwalimu wa kiserafi. Bonaventura alikuwa mwanafalsafa, mwanateolojia, na alikuwa na hekima na akili nyingi na pia ujasiri wa pekee. Tofauti na mafundisho ya kinadharia ya Toma wa Aquino, mafundisho ya Bonaventura yalikuwa ya kivitendo na yenye kugusa moja kwa moja maisha ya watu. Mafundisho yake ya kiroho yanaendana na yale ya Mtakatifu Bernardo, hata Papa Leo wa 13 alimuita mfalme bora sana. Bonaventura aliacha maandishi mengi ya kiroho, ya kiteolojia na pia ufafanuzi wa Biblia, maandishi ambayo yameandikwa kwa usanifu mkubwa. Bonaventura aliyapa mahubiri umuhimu wa pekee. Aliandaa mahubiri yaliyosheheni mafundisho ya kina, akihubiri neno la Mungu kwa ufasaha mkubwa. Bonaventura alitangazwa kuwa mtakatifu na Papa Sisto wa 4 mnamo mwaka 1482 na alitangazwa kuwa mwalimu wa kanisa na Papa Sisto wa 5 mnamo mwaka 1587. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Bonaventura, askofu na mwalimu wa kanisa. Ukamilifu wa hali ya juu ya mtawa ni kufanya mambo ya kawaida na madogo madogo ya maisha kwa moyo mkuu. Rejea ya Mtakatifu Bonaventura. Watakatifu wengine tarehe 15 ya mwezi Julai: Mtakatifu Donald, watakatifu Filipo, Zeno na Nasius, wafiadini wa Misri, watakatifu Katulinus Shemasi, Januari, Florentius, Julia na Justa, wafiadini wa Tunisia. Mtakatifu Bonaventura, askofu na mwalimu wa kanisa, utuombee.